Naam, tunaendelea na leo ni siku ya elimu kwa watu wenye mahitaji maalum. Tunaita Special Education Day, na tutaangazia hali ya elimu kwa wenye mahitaji maalum nchini Tanzania, na tutafahamu pia kwa kina tunavyozungumzia elimu kwa wenye mahitaji maalum tunamaanisha nini hasa. Lakini tunafahamu kwamba zipo taasisi mbalimbali ambazo zimekuwa zikijihusisha na kutoa elimu kwa wakufunzi wa watu wenye mahitaji maalum, lakini tunafahamu kwamba ziko taasisi ambazo zimekuwa zikijihusisha na kutoa elimu kwa wenye mahitaji maalum na nyingine pia zikifanya mchanganyiko. Tutaliangazia hili kwa kina na mwenzetu Jafari Mponda atatuonyesha katika moja kati ya shule hapa Dar es Salaam hapo baadaye kidogo, tuone jinsi ambavyo wanafunzi hawa wanasoma, changamoto zao hasa kubwa ni zipi, na kitu gani ambacho serikali na wadau wengine wanaweza kufanya ili kuboresha mazingira zaidi. Na hapa studioni tunaye mwalimu Peter Kisanga ambaye anatoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, idara ya elimu kwa wenye mahitaji maalum. Sijui kama title nitakuwa nimeiweka sawa sawa. Mwalimu Kisanga, labda utanisahihisha, lakini karibu sana. Habari za Chuo Kikuu? Njema kabisa sana. Nashukuru sana. Tunafurahi kuwa na wewe. Asante sana. Naam, sasa kwa njia ya mtandao tutakuwa na mwalimu Wakati Joseph Ilonda. Huyu amekuwa mwalimu maarufu katika mitandao ya kijamii ambapo amekuwa akionekana kwenye shule yake ambayo anafundisha watoto wenye mahitaji maalum, kwenye videos ambazo amekuwa akiposti kwenye mitandao ya kijamii akijizolea maarufu kwa namna ambavyo amekuwa akitumia ubunifu wake na vipaji vyake kuwafundisha wanafunzi hawa. Mwalimu, karibu sana na habari za Dodoma. Naam, wakati mwalimu wakati Joseph Ilonda akijiweka sawasawa, hebu tuangalie moja kati ya vitu ambavyo huwa anafanya ambavyo pia vimekuwa vikionekana kwenye mitandao ya kijamii. Mchezo wa kulenga shabaha kutumkiza kwenye duara, na tunaanza na grupu la kwanza. 1, 2, 3. Grupu la pili, 1, 2, 3, twende. Mwanda kuwa nesi. Unakuwa unatibu wagonjwa, si ndio? Zili wewe kale daktari. Kumbe unataka kuwa daktari, zifuate unakuwa nesi, si ndio? Safi sana. Safi. Unataka unasaidia watu, si ndio? Haya, sawa, nzuri. Daktari, nesi. Haya, watoto wazuri. Haya, tumetia hapa. Haya. Na huyo ndio mwalimu Wakati Joseph Ilonda. Tutazungumza naye, tayari yupo kwenye mtandao, lakini kwanza tuanzie hapa studioni. Mwalimu
Kisanga, tuambie unaonaje siku hii? Ni siku ambayo tunaadhimisha elimu kwa watu wenye mahitaji maalum, lakini tunavyozungumzia special education ama elimu kwa wenye mahitaji maalum, ni kitu gani hasa ambacho tunamaanisha? Elimu kwa watu wenye mahitaji maalum naweza kuongea kwa lugha rahisi kwamba ni mfumo au mbinu maalum ndio zinazotumika kwa ajili ya kuwafundisha au kuwawezesha wanafunzi wenye mahitaji maalum wenye ulemavu waweze kupata elimu stahiki. Wanafunzi wenye mahitaji maalum wamegawanyika kulingana na changamoto zao. Nikisema changamoto namaanisha labda ulemavu. Wapo wanafunzi wasioona ambao kuna mbinu maalum ambazo zinatumika kuwafundisha wanafunzi. Wako wanafunzi viziwi, kuna mbinu maalum, na kuna watu maalum kwa maana ya mwalimu. Mwalimu anayemfundisha mwanafunzi kiziwi ni tofauti na mwalimu wa kawaida. Mwalimu anayemfundisha mwanafunzi mwenye ulemavu wa uoni wa kawaida sio ni tofauti na wa kawaida. Kuna wanafunzi vile vile wenye mtindo wa ubongo, wanafunzi wale ambao wana changamoto za mchanganyiko, asiona na vile vile ni kiziwi, na vile vile kwa wanafunzi wenye ulemavu wa viungo. Kwa elimu maalum ya maana kuna mbinu maalum zinazotumika, kuna vifaa maalum vinavyotumika kumfundisha mwanafunzi. Kwa mfano asiona ni tofauti na mwanafunzi mwingine. Na majengo vile vile miundombinu na kadhalika. Kwa hiyo ni mbinu maalum, mtu maalum kwa maana mwalimu maalum, specialist teacher. Na kadhalika. Hivyo vitu vinafanya elimu hiyo kuwa elimu maalum. Kwa mwalimu maalum, watu ambao wanapata elimu maalum, lakini pia vitendea kazi ama facilities pia maalum. Wanakuwa maalum. Na nyie pia mtatuambia jinsi gani mnawapika, kwa sababu mnawatengeneza hawa wataalamu pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na wataalamu wenyewe ni pamoja na mwalimu Wakati Joseph Ilonda. Mwalimu, tumeona namna ambavyo umekuwa ukitumia mbinu mbalimbali kuwafundisha hawa wanafunzi. Kwanza tunataka tujue mtazamo wako kuhusu elimu kwa watu wenye mahitaji maalum, lakini pia utatuambia hizi mbinu ama ubunifu ambao umekuwa ukiufanya ulijifunza ukiwa unasomea taaluma hii ama ni initiative zako mwenyewe ambazo umeamua kufanya? Shukrani sana kwanza Azam TV kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kuungana nanyi katika siku ya leo. Elimu maalum inahusisha mambo mengi, na of course elimu maalum inahitaji kujitoa kwa ajili ya watoto wetu wenye mahitaji maalum. Yaani sio tu kila ambacho tumefundishwa darasani, ni zaidi kwamba kuonyesha kwamba hawa watoto wenye mahitaji maalum tuwasaidie kwa ukaribu, tuwasaidie kwa upendo, kwa uvumilivu, ili kwamba waweze kupiga hatua. Nikizungumzia kwamba kwa watoto wetu hawa wenye mahitaji maalum, mimi chuo nimejifunza, lakini hivi vingine ni vya ziada ambavyo mwalimu nimeviongeza ili kuhakikisha kwamba watoto wanafanya vizuri. Na umekuwa ukihudumia watoto wenye mahitaji ya namna gani hasa? Kwa shule mimi, shule yetu ni shule ya watoto wasioona. Tuna watoto wasioona kabisa wenye uoni hafifu, lakini pia na watoto wenye ualbino. Kuna hizi mbinu ambazo unazitumia hizi za kuweka kama burudani hivi, yani inakuwa kama watoto wanafanya kama michezo inakuwa mingi, burudani inakuwa nyingi. Hizo zinasaidia kwa kiasi gani kuwafanya waweze kujifunza kwa ufanisi? Cha kwanza kwa watoto wetu wenye mahitaji maalum wanahitaji kufurahi kwanza. Wanahitaji kufurahi ili waweze kusoma vizuri, kwa sababu kwanza tukumbuke wanakuwa wamepoteza, kuna sensi ambao hawana. Kwa hiyo kule kufurahi nao inawaleta karibu katika kuweza kupata elimu kiurahisi, au wanaweza kujifunza kiurahisi kuliko mtoto akiwa tu mwenyewe anapata unyonge. Kwanza anajua mimi ni sioni, mimi labda nina uoni hafifu, kwa mtoto anatengeneza unyonge. Kwa ile kupitia michezo, burudani inasaidia kwa mtoto kuona kwamba kumbe ulemavu niliokuwa nao sio shida kwangu, naweza nikafanya vizuri zaidi.
Kwa michezo kwa watoto wetu wenye mahitaji maalum ni sehemu kubwa sana kwa wao kuweza kufanya vizuri katika elimu kwao. Sawa sawa. Sawa, turejee hapa studioni. Kisanga, ulisema kwamba ni elimu maalum, watu wanaopata elimu wenyewe ni maalum, lakini pia wakufunzi ama walimu ambao wanatoa elimu hiyo ni maalum kama alivyo mwalimu Wakati. Sasa nyie pale mnawapika hawa wakufunzi, ni mbinu gani hasa ambazo huwa mnawapa ambazo zinatumika kwenye elimu kwenye mahitaji maalum tofauti na watoto wengine ambao hawana hayo mahitaji? Kwanza nitoelewa kidogo kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam sio maalum sana kwa ajili, akina special course kwa ajili ya kuandaa hawa walimu wanaenda kufundisha watoto wenye mahitaji maalum. Vipo vyuo kadhaa, vyuo vya umma ni kama Chuo Kikuu cha Dodoma. Okay. Kuna chuo cha Sauti kiko AMUCTA kiko Tabora, na vyuo vya kati chuo cha Patandi. Okay. Kinatoa level ya diploma stashahada Arusha. Kuna chuo cha Mpwapwa kwa ajili ya walimu hawa wanaoenda kufundisha wasioona na viziwi. Alafu na chuo kingine kiko Kabanga. Kwa hivyo ni vyuo special kwa ajili ya kuandaa walimu hawa wanaenda kufundisha watoto wanafunzi maalum. Na mbinu zinazotumika ni mbinu za kawaida tu, lakini zinakuwa wanachepusha kidogo, wanafundishwa kama walimu wa kawaida, lakini wanapewa mbinu maalum. Kwa mfano kama mwalimu Wakati amejinasibu kabisa kwamba yeye amesomea, amejifunza au amehitimu kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wasioona. Kwa kuna mbinu alizofundishwa na kuna taaluma ya saikolojia namna. Kwa mfano mwalimu Wakati amewasoma vizuri sana wanafunzi wake. Saikolojia yao, na akajua hawa ili wajifunze vizuri tatumia michezo, tatumia mbinu hii. Kwa ukiachana na mbinu ambazo wanajifunza darasani, lakini ni juhudi za mwalimu na mwalimu mwenyewe kuweza kutumia mbinu zake ili kuweza kufikia hao wanafunzi anaowafundisha. Kwa kimsingi vyuo vyote vinatoa, ingawa vyuo vyote kulingana na sera iliyopo ya elimu ni kwamba vyuo vyote vinatoa elimu ya jumla kwa ajili ya mwalimu atakayetoka kwenye vyuo vyote akikutana na mwanafunzi sasa mwenye mahitaji maalum anaweza akamfikia, lakini kuna wale maalum kabisa wanaoandaliwa wanatoka hivyo vyuo ambavyo nimevitaja. Sawa kabisa. Na wakati tunaendelea pia tuangalie ripoti hii ya mwenzetu Teresia Mwanga ambaye inaangazia swala hilo. Hapa ni katika eneo la Mtawala mjini Morogoro. Nimefika hapa kuja kuzungumza na kijana Idi Mbaraka ambaye ana ulemavu wa mguu pamoja na mkono, na nyuma yangu hiki hapa ni kibanda ambacho anafanya biashara. Ameamua kujiajiri toka mwaka 2016 akiwa na biashara tofauti. Mwanzo akianza na biashara ya kuuza pipi pamoja na karanga, na sasa ana biashara ya kuuza nguo katika kibanda hiki ambacho kipo hapa ndani ya manispaa ya Morogoro. Idi anayosimulizi kuhusiana na namna alivyopata ulemavu wake, lakini ni kwa namna gani aliamua kujiajiri na kutokwenda kutembeza bakuli barabarani kwa ajili ya kuombaomba. Tuambie kaka Idi, hali yako ya ulemavu ikoje na uliipata ukubwani ama ulizaliwa nayo? Hapana, hii nimeipata wakati na umri wa miaka 4. Ilinitokea, sijajua niliumwa nini kwa sababu ikanitokea. Baadaye ikawa nadenguka, na maana upande wa huku kushoto kama nilichomwaga sindano huenda kama ilivunjikia matakoni. Kwa hiyo ndo kawa nadenguka mpaka leo hii nadenguka. Ndio hivyo. Ulemavu wako ni wa aina gani? Ulemavu wangu wa mkono na mguu, na tumbo linanisumbua kujaa. Kwa nini umeamua kuja kujiajiri na kuacha kwenda kufukua omba? Nimeanza kujiajiri toka 2009. Naam, tunaomba radhi kwa taarifa hiyo ya mwenzetu Teresia Mwanga ambayo inahusiana na masuala ya ulemavu, lakini sio katika muktadha wa elimu kama ambavyo tumeiweka tangu hapo awali. Na sasa turejee kwa mwalimu Wakati. Mwalimu, ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo kama mkufunzi katika kuwafundisha hawa watoto wenye mahitaji maalum?
Changamoto mojawapo ni upungufu wa vifaa. Upungufu wa vifaa ambavyo ni maalum katika kuwafundishia watoto wetu. Kwa changamoto hiyo vifaa pia ni kikwazo kwao kwa watoto. Watoto wetu wanahitaji vifaa vya kutosha ambavyo vitawasaidia wao kuweza kufanya vizuri kama watoto wengine. Lakini changamoto nyingine ni maradhi au magonjwa. Watoto wetu wanapitia magonjwa, wanaumwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho huwa kidogo kinaleta changamoto katika ujifunzaji wao. Lakini pia changamoto nyingine ni uelewa mdogo kwa wazazi wetu. Wazazi wetu wengi wenye watoto wenye mahitaji maalum wana uelewa mdogo ambao sisi kama wanajamii tunapaswa kuendelea kutoa elimu kwao ili waweze kuendelea kuwaleta watoto shule. Ndio. Na katika mazingira hayo ya kukosekana kwa vifaa, ni vifaa vipi ambavyo unaona venyewe vinapungua kwa kiasi kikubwa ambavyo vingeweza vikaongeza ufanisi kwenye ufundishaji? Cha kwanza kabisa kuna kifaa kinaitwa Perkins machine ambacho ni kifaa maalum kwa watoto wasiona kuweza kuandikia. Ambacho hicho watoto wasiona kwa shuleni kwetu wenyewe watumii madaftari, watumii hivyo vifaa Perkins machine kuweza kuandika mitihani. Lakini pia kuna vifaa vinaitwa kwa mfano kompyuta. Pia watoto wetu wenye mahitaji maalum wanahitaji vifaa vya kiteknolojia kama kompyuta ili na wenyewe waweze kujifunza kidijitali zaidi. Sasa lakini pia ndio. Lakini pia kuna vifaa ambavyo kwa watoto wadogo, mfano darasa awali, wanahitaji vifaa kama A4 frame ambazo wao inaweza kuwasaidia katika kuandika na kuweza kufanya vizuri. Kwa vifaa tukivipata kwa wingi vitatusaidia sana kuweza kuwasaidia watoto wetu hao wenye mahitaji maalum. Na vipi kwa upande wa miundombinu? Unaonaje miundombinu sio tu ya shule ambayo wanafundisha, lakini kwa shule nyingine pia ambazo unaziona ambazo zinatoa elimu kwa wenye mahitaji maalum, miundombinu yake ni rafiki kiasi gani kwa wanafunzi hawa? Miundombinu ni kitu cha msingi sana, cha muhimu sana kwa haswa mashuleni, kwenye shule zetu hizi maalum. Ni kuendelea tu kuboresha. Serikali na wadau tunawakaribisha kwenye shule zetu maalum uweze kutusaidia kuboresha njia za kupita, mabweni na maeneo mengine ambayo watoto wanapita na kuingia darasani. Kwa hiyo miundombinu ni kitu cha muhimu kuweza kuboreshwa ili watoto wafike darasani salama, au hata katika matembezi yao waweze kutembea vizuri. Kwa sababu kwa mfano kuna shule ambazo zina watoto wenye ulemavu wa viungo. Hizo zinahitaji zile ngazi ambao kwa wale watoto ambao wanatumia wheelchair wanahitaji kuwa na ngazi nzuri ziweze kuwasaidia. Kwa hiyo yote hivyo ni muhimu kwao, na ni muhimu kuboresha miundombinu kwa watoto wetu wenye mahitaji maalum Tanzania. Naam, Mwalimu Wakati, tutarejea kwako, na wakati huu tuungane na mwenzetu Jafari Mponda ambaye yuko hapa Dar es Salaam katika moja ya shule yenye wanafunzi wenye mahitaji maalum, na atatujuza pia kwa upande huo kile ambacho kinajiri. Jafari Mponda, habari za hapo na karibu sana, utujuze. Asante sana wenzangu studio. Ni katika kata ya Gerezani katika wilaya ya Ilala. Hapa ni katika shule ya sekondari Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Tuna mengi ya kuzungumza kwa muktadha wa siku hii ya leo, ikiwa tutaiangazia elimu kwa wale wenye mahitaji maalum, na nakutana na Mwalimu Alphonse Tangazi. Yeye ni mwalimu msimamizi wa kitengo cha watu wenye uhitaji maalum katika shule hii ya Benjamin Mkapa hapa. Mwalimu Alphonse, habari za asubuhi hii? Safi kabisa, za kwako? Asante, njema sana. Mna vijana wenye uhitaji wa mahitaji maalum wangapi hapa Benjamin Mkapa? Kwa jumla tunao vijana 138, wakiwemo wasichana 69 na wavulana 69. Ndio. Ambapo mchanganyiko huu ni wenye mahitaji ya namna gani hasa? Kuna mahitaji ya nambari mbali. Tunao wenye tatizo la kusikia, maana tunaita wenye hearing impairment, lakini pia tuna wenye low vision ambao tunasema wenye uone hafifu, lakini pia tunao ambao hawaoni kabisa. Tunaye mmoja, yeye ni msichana, lakini pia tuna wenye matatizo ya viungo anaita physical impairment,
lakini pia tuna watu wenye albinism, wenye ualbino, tatizo la albino. Okay. Yeah. Nzuri sana, ambapo hapa sasa leo umeniletea wenye changamoto zipi? Tunakuletea mbele yako ni wenye matatizo ya kusikia. Ambao na hearing impairment, lakini pia hapo jumuishi. Unajua shule yetu si ni jumuishi. Watoto wanasoma wenye ambao na matatizo ya ambao wanasikia, lakini wale ambao wenye shida ya matatizo mbalimbali, wenye disabilities. Kwa hiyo hapa ni makusanyia wote wenye disability na wale ambao hawana disability, ambao wanasoma pamoja darasani. Tunaitwa inclusive education ama elimu jumuishi. Okay. Sasa mwalimu, labda kwa umuhimu na ukubwa wa shule hii na watu hao wenye mahitaji maalum, wanapitia changamoto gani? Changamoto wanapitia nyingi, kusana za wao binafsi, lakini pia na kwa ujumla kwa lazima la kuendesha elimu jumuishi. Kwa wao wenyewe tatizo lao kubwa inakuwa wengi wanakuja hapa, mfano wao nikizungumzia wenye hearing impairment, wanakuja hapa hawajui lugha ya alama. Kwa hiyo tunachokifanya cha kwanza, tunawafundisha lugha ya alama. Tuna club ambayo inasaidia wao kuwafundisha lugha ya alama ili waweze kukop na kuelewa masomo mbalimbali, kwa sababu sisi tunafanya masomo ya darasani, lakini pia baadaye tunawachukua tunapeleka resource room ambao kule tunaenda kuwafundisha. Sasa sipojua lugha ya alama kidogo inakuwa changamoto kwetu. Kwa hiyo akija hapa tunaanza kumfundisha lugha ya alama kwanza, akisha cover tunaendelea mambo mengine. Nini wito wako sasa kwa wadau wa elimu? Wadau tunaomba watuletee msaada, kwa sababu watoto mfano wenye hearing impairment wao na shida ya kupatiwa hearing aids au vifaa vya kusaidia kusikia, lakini pia wenye albinism wanatakiwa wapate lotion, kofia zile pamoja na miwani ya kuwasaidia kuona, na kadhalika. Lotion zile zinasaidia kwenye kulinda ngozi zao, na kofia zinasaidia kukinga na jua, na wasiosikia wale vifaa maalum za kusikiza naita hearing aids. Okay. Yes. Sina shaka wadau wa elimu watakuwa wamesikia. Lakini hapa wanafunzi hao wamejumuika na viongozi wao. Kuna kaka mkuu, lakini anayetafsiri hapa ndio dada mkuu, si ndio? Bila shaka iko hivyo. Kaka mkuu vipi? Safi, shikamoo. Bwana, wakati na mimi nasoma nilikuwa kaka mkuu katika sekondari moja Morogoro inaitwa Jabal Hira. Kwa hiyo bwana, umekutana na kaka mkuu mwenzako wa miaka hiyo. Bwana, hebu niambie ni kwa namna gani mnatoa support katika kusoma kwa wanafunzi wenzenu hawa wenye uhitaji maalum? Asante. Cha kwanza kabisa, kwenye serikali yetu ya wanafunzi kuna kitengo cha viongozi wenye wahitaji maalum, ambao mmoja wao na mkuu wa kitengo hicho ni huyu hapo anaitwa Neema. Kwa hiyo kwenye uongozi huo, kwenye idara hiyo tunadeal na wanafunzi wote wenye mahitaji maalum kuweza kujumuika nao. Pia vile kunakuwa na clubs ambazo zinafundisha sign language kwa wanafunzi wengine, ili mradi wote tuweze kucommunicate ili kuweza kuelewana, kuparticipate kwenye mambo yote ya shule, kwenye mambo ya kielimu. Ndio. Sawa, jina lako umesema nani? Jina langu ni Abubakar Twalib. Sawa, Abubakar Twalib tumemsikia. Sasa tuzungumze na wanafunzi wenyewe wenye uhitaji maalum, na tuanze mbona kama unakataa hivi? Mbona kama anakataa hivi? Naam, jina lako ni nani? Nataka nifahamu jina lako ni nani? Nangu naitwa Amina. Amina binti? Amina binti? Amina binti Abu. Binti Abu. Sawa sawa, unasoma kidato cha ngapi? Nasoma kidato cha 5. Unazungumziaje elimu inayotolewa hapa shuleni kuhusu matatizo yetu? Hapa katika shule yetu naona tunasaidiwa sana katika matatizo yetu. Basi. Okay. Kuna changamoto yoyote unayopitia? Changamoto? Hamna changamoto. Okay. Sawa sawa. Alama, wataalamu wa alama labda watakiwa walete darasani. Okay. Iliweze kutusaidia lugha ya alama, yani wakati tunafundishwa. Ndio. Wataalamu wa alama. Asante. Haya, amesikika vizuri kabisa hapa. Na brother mwingine tuko naye hapa. Samahani kidogo mwalimu. HP weka tu hapa bwana. Namna gani bwana? Unaitwa nani bwana? My name is Steve and my combination is HGL. Okay, HGL. Yeah. HGL. Sawa. Unazungumziaje elimu ambayo unafundishwa hapa? Kwako wewe inakusaidia? I am friends who and me to share together and ask them the story and teach me about animal. I want to practice to tell and I want to work hard. Yeah. Kuna changamoto zote ambazo unapitia? Yeah. Changamoto. Because
changamoto is normal. Hakuna changamoto yoyote. Normal, and I will speak very well. Okay. Yeah. Jamani, hem tufurahi basi kwa pamoja na wenzetu. Namna hii ndio tunafurahi. Halama hii muhimu sana. Kiongozi ambaye unazungumza nao hapa na kutafsiri, sina shaka unawapa usaidizi mkubwa sana. Ungesogea kidogo hapa ili tuzungumze kwa sababu wewe ndio unatumalizia mazungumzo yetu hapa. Jina lako ni nani? Naitwa Neema Victor Komba. Unasoma kidato? Kidato cha 6 combination HGK. Lakini ndio unakwenda kuaga mwaka wa mwisho huu, si ndio? Ndio. Sawa sawa, unajisikiaje kuwasaidia, kuwaongoza wenye uhitaji maalum katika mahitaji yao yote kwa ujumla, ikiwepo hili la mawasiliano? Kwanza niseme kwamba ni bahati, lakini pia unabarikiwa kwa sababu unavyojaribu kuwaelekeza kuhusiana na lugha, kuwasaidia wao kuweza kuelewa kitu gani ambacho kinaongeleka katika jamii, wao pia wanafurahi kwa sababu nao pia wanahitaji kuongea kama watu wengine. Yeah. Sawa, unawaambia nini basi wazazi ambao pengine bado wako nyuma katika kuwaleta wanafunzi katika masuala ya elimu kwa ujumla? Kwa ujumla wazazi kwa sasa hivi wanatakiwa watoe watoto wao ndani. Yaani wapate ile morali ya kuhakikisha kwamba watoto wote wanapata elimu bora. Kwa sababu kwa mfano hapa shuleni kwetu Benjamin Mkapa High School, wanafunzi wote tunasoma na watu wenye mahitaji maalum, wanafunzi wenye mahitaji maalum wote tunashirikiana vizuri, masomo yanaenda. Hata kama kuna uhaba basi wa watu ambao wanaweza kusaidia lugha ya alama, walimu, lakini tunashirikiana nao bega kwa bega. Kwa mfano mwaka jana kuna wanafunzi wa kidato cha 6 ambao walihitimu na wengi wameenda vyuoni. Na mpaka sasa hivi wa form 4 nao pia wamemaliza, wamehitimu. Kuna form 1 wanakuja kwa watoto wao ndani wahakikisha kwamba wote wanasoma. Elimu bora ni kwa wote. Elimu bora ni kwa? Sauti iko chini sana. Elimu bora ni kwa? Elimu bora ni kwa wote. Tujipongeze tena. Good luck na Hilda Foya. Basi ni hayo ambayo nimewakusanyia kutoka hapa katika shule hii ya sekondari ya Benjamin William Mkapa. Tumewasikia na kwa hakika hapa ufaulu ndo mahala pake, pamoja na kwamba shule hii ni ya mchanganyiko pamoja na wale wenye uhitaji maalum, lakini wanasoma kwa pamoja na wote wanakuwa na ufaulu uliokuwa wa juu kabisa. Kwenu hapo kwa muendelezo wa yale ambayo yanajiri wakati huu wa Morning Trumpet, na nilitanguliza la kwanza pale kwamba nimekutana na HP mwenzangu hapa, Head Prefect, kaka mkuu. Asante. Shukrani sana Jeffrey. Amejinadi sana. Kwa kweli. Na sasa tutarejea hapa kumalizia mjadala wetu, na kwa sasa tupate mapumziko mafupi. Karibu tuendelee, ikiwa ni siku ya elimu kwa watu wenye mahitaji maalum. Nikukumbusha hapa studioni tunaye Mwalimu Peter Kisanga kutoka idara ya elimu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na kwa njia ya mtandao tunaye Mwalimu Wakati Joseph ambaye ni mwalimu wa shule ya wasioona Chamwino akiwa kule Dodoma. Na kwa hapa studio tumeona kabla ya kuja shule moja kati ya shule kwa hapa Dar es Salaam yenyewe ikitumia mbinu ya ujumuishi kuwa na wanafunzi wa aina mbalimbali wenye mahitaji maalum na wale wasio mahitaji maalum. Kwa mtazamo wako pia na ukiwa unatoka idara ya elimu, unaona hii inakuwa na faida gani hasa kwa wanafunzi kujifunza na hata walimu pale ambapo wanatoa elimu? Njia jumuishi hii njia jumuishi inayotumia katika kuwaweka wanafunzi wenye ulemavu na wanafunzi wengine, njia ambayo sasa hivi ndo dunia inataka, ndiko tunakoelekea, kwa sababu ni njia pekee ambayo inaondoa hata unyanyapaa. Unapokaa darasa moja, unapotembea na mtu mwenye ulemavu, inaondoa ile hali hata ya kuogopana, kuitana majina ya ajabu, na mwisho wa siku wanakuwa ni marafiki. Na ndio lengo hasa la dunia, kwamba mwisho wa siku baada ya maisha ya shule tunarudi uraiani. Na uraiani tunaenda kufanya kazi kama hapa Azam, utafanya kazi na watu wa kawaida, utafanya kazi kama ilivyokuwa maalum, kwamba lazima kwa sababu umesoma maalum utafanya kazi na wasioona tu peke yako, utafanya kazi na viziwi wenzako, utafanya kazi na wenye ulemavu wa viungo wenzako. Kwa sasa hivi dunia inatutaka tuingie kwenye ujumuishi. Lakini kwa kuna severity, kwa kuna kwa mfano unakuta ile elimu ya awali
ndio unajikita labda unakuta kuna walimu kama wakina mwalimu wa kati huo. Lakini akishafika katika level za juu, madarasa ya juu au kishafika sekondari na vyuo vikuu, yule yenyewe haina ubishi, ni kwamba lazima wajumuishwe. Kwa sababu mwisho wa siku wakimaliza mafunzo yao, wakirudi uraiani, watajumuishwa na jamii kabisa. Kabisa. Kwa ni mbinu ambayo inawaondoa kabisa kwenye changamoto nyingi ambazo walikuwa nakabiliana nazo watu wenye ulemavu. Naam, shukrani sana. Mwalimu wa kati, bila shaka bado upo nasi, na kwa mtazamo wako ni hatua gani muhimu ambazo unaona zinaenda kuongeza hasa huu jumuishi lakini usawa pia katika fursa ya elimu? Serikali inafanya kazi nzuri sekta ya elimu, inasaidia kutuletea vifaa saidizi, vitabu na hata kuajiri walimu. Mimi pia nimeajiriwa sasa hivi, nilikuwa najitolea, sasa hivi nimeajiriwa. Kwa hiyo nishukuru serikali inafanya kazi nzuri kwa watoto wetu. Na kusema tu kwamba tuendelee kutoa elimu, jamii iendelee kupata mwamko wa elimu, haswa kwa watoto wetu wenye ulemavu. Waweze kuwaleta shule, waamini kwamba watoto wetu wenye ulemavu wanaweza, hata kama ni kidogo, lakini tunaamini wanaweza kuliko kombani. Tuwalete shule, tukiwaleta shule watafanya vizuri zaidi. Tuweze kuwaleta nyumbani au kuwatenga. Kwa hiyo tukiwaleta watoto shule, watoto wetu wenye ulemavu watapata elimu na watajifunza mambo mengi ambayo yatawasaidia kwa maisha. Naam, shukrani sana mwalimu, na kiukweli tunakupongeza kwa namna ambavyo umekuwa ukifanya, na tumeona pia ukishajiisha ama ukiinspire wengine kwenye mitandao ya kijamii kwa jinsi ambavyo umekuwa ukishare content zako, na tumeonyesha watazamaji wetu hapa baadhi yake, lakini pia zipo nyingine ambazo ukitembelea katika ukurasa wake utaona. Mwalimu wa kati Joseph Ilonda, na tuangalie pia hizi nyingine baadhi kabla tujamaliza. Vibao vya ukatili ndio tufanyeje? Tuvipinge. Ndio tufanyeje? Tuvipinge. Sawa? Haya, tuimbe wimbo wa Don't Touch. Don't touch hapa kwangu. Don't touch hapa kwangu. Usiniguse hapa kwangu. Usinishike hapa kwangu. Don't touch hapa kwangu. Usinishike hapa kwangu. Usiniguse hapa kwangu. Haya, Jeni njoo tuambie, utuimbie. Haya, wewe utakuwa unashika don't touch hapa kwangu. Usiniguse, Jeni. Usiniguse hapa kwangu. Usinishike hapa kwangu. Usiniguse hapa kwangu. Usinishike hapa kwangu. Safi, mtoto mzuri. Haya, Kalen na wewe njoo. Haya, na kuimbia unanionyesha. Don't touch hapa kwangu. Usinishike hapa kwangu. Usiniguse hapa kwangu. Haya, mtoto mzuri. Pendo. Haya, na wewe. Don't touch hapa kwangu. Haya, shika. Don't touch hapa kwangu. Usiniguse hapa kwangu. Usinishike hapa kwangu. Usiniguse hapa kwangu. Safi. Haya, zilifuata na wewe njoo tuonyeshe. Don't touch hapa kwangu. Usinishike hapa kwangu. Usiniguse hapa kwangu. Akaja mkaka haumjui, anataka kukupa kitu, anataka kukupa pipi na wewe mjui, unamwambieje? We, ishi hapo hapo. Akaja mimi ni mwanafunzi. Akaja mtu anataka kukupapasa papasa, unamwambieje? We, ishi hapo hapo. Mimi ni mwanafunzi. Naenda kumwambia mwalimu. Mchezo wa kuvutana kati ya wasichana na wavulana. Wasichana na wavulana. Haya, ni muda wa majigambo. Wasichana mjigambe. Sisi wasichana, wavulana hamtuwezi. Sisi tuna nguvu kama simba. Safi. Wavulana. Sisi wavulana tuna nguvu kama tembo. Hamtuwezi. Haya sasa. Mmeshatambiana. Haya, tunaanza sasa. Wasichana mko tayari? Mnaweza? Wavulana je? Haya. Twenda kuanza, wekeni mikono. 1, 2, 3, twende.
Vuta, vuta, vuta. Vuta. Pambana, pambana, pambana. Haya, mengine utaenda kuangalia mwenyewe kwenye ukurasa wake wa mwalimu wakati Joseph Ilonda. Mwalimu, shukran sana, asante sana, na tunakutakia kila la heri katika kazi yako hiyo. Amina. Shukran. Shukran sana. Asante sana. Shukran sana. Na pia mwalimu alikuwa na hisia wakati anajitazama hapo kazi yake anaifanya. Na kwa kumalizia sasa, Kisanga, lipi unala kuambia jamii, wadau, serikali, kitu gani ambacho hakijafanyika zaidi katika eneo hili la elimu kwenye mahitaji maalum? Kubwa ni kuhusu vifaa ambavyo wanafunzi wenye mahitaji maalum wanatakiwa kutumia. Vifaa ni ghali sana. Nimesikia mwalimu wa kata anasema wana upungufu wa vifaa. Ametaja Perkins Braille. Hiyo mashine kwa ajili ya kuandikia wanafunzi wasioona ni ghali. Moja sio chini ya milioni 5. Printer za kawaida hizi ukienda Kariakoo, ukienda wapi, Tabora, sio wapi, kwa unani wanauza shilingi 200,000, 100,000, lakini printer kwa ajili ya mwanafunzi huyo aweze kufanya mtihani wake sio chini ya milioni 25. Kwa vifaa vingi hata vidogo vidogo tu vya kawaida sio chini ya 100,000. Hivi fimbo za kutembelea ni ghali. Kwa labda ni nayasa labda serikali iweze kutia ruzuku labda kwenye hivi vifaa. Angalau vikija viwe na ili waweze kwa sababu hakuna mzazi, sidhani, yani hakuna mzazi ambaye anaweza kumudu kuweza kumhudumia mwanafunzi mwenye ulemavu kwa kutumia vifaa visaidizi hivyo. Kompyuta anazoisema hiyo kompyuta ili mwanafunzi asiyeona aweze kutumia kompyuta au wanafunzi wenye ulemavu waweze kutumia kompyuta, kuna program ambazo ni ghali nazo zinatakiwa zinanipa. Na jambo la pili ni kubwa, nafikiri nimeangalia hata Benjamin Mkapa, ni kuhusu wataalamu wa lugha ya alama. Kutokuwepo kwa wataalamu wa lugha ya alama ni changamoto kubwa kwa wanafunzi viziwi. Naona hata hapa tunachokifanya hapa, wanafunzi viziwi au watu viziwi hawawezi kupata ni content yoyote kutoka. Kwa labda utekelezaji wa sheria, kwa sababu ili liko kwa sheria na katiba kwamba hawa watu wanatakiwa kuwa sehemu mbalimbali, mashuleni, vioni, taasisi mbalimbali zinatakiwa kuwa na wataalamu wa lugha ya alama, ili angalau na watu wenye viziwi waweze kupata haki yao ya msingi, kupata habari na kupata kama ambavyo sisi tunaweza tukao kupata. Nakushukuru sana, asante sana kwa kuzungumza nasi. Na pia naona tunajua tulimshukuru mwalimu wakati, lakini naona bado amesalia. Mwalimu wakati, na wewe pia kwa kumalizia sasa, ombi lako ni lipi kwa serikali, wadau mbalimbali, jamii kwa ujumla? Nashukuru sana. Serikali inafanya kazi nzuri sana kwa watoto wenye mahitaji maalum Tanzania. Tunachoomba tu ni kwamba iendelee kutuboreshea, ikiwezekana kupunguza vifaa kama ni gharama, vifaa viweze kupatikana katika shule zetu, vifaa vya watoto wote wenye mahitaji maalum. Of course vipo, lakini havitoshi. Kwa hiyo tukipata zaidi itatusaidia sisi katika kuwasaidia watoto wetu, lakini pamoja na vifaa vya tehama kama kompyuta hizo itakuwa ni muhimu sana kwao. Lakini pia kwa jamii tuendelee kupata mwamko wa kuwaleta watoto wetu kwenye mahitaji maalum shuleni ili waweze kufanya. Jamani, watoto wetu wenye mahitaji maalum wana vipaji, wana vitu vingi ambavyo wanaweza. Kwa kweli niwatie hamasa wazazi kwenye watoto wetu hao kwamba usione labda ni laana. Hapana, ni baraka kuwa na watoto wetu hao. Kwa hiyo na sisi tupo tayari kuwahudumia kwa upendo, kwa uvumilivu na kwa kila namna ili waweze kufanya vizuri. Kwa hiyo jamii tupate mwamko wa kuwaleta watoto wetu hao mashuleni. Nashukuru sana, Mungu awabariki sana. Azam TV, burudani kwa wote, Mungu awabariki sana. Shukran sana mwalimu, asante sana, na tunakutakia kila laheri tena kwa mara nyingine kwa kazi nzuri ambayo unaendelea kuifanya. Na kushukuru pia mwalimu Kisanga kwa kuja kuzungumza nasi. Nakuta kwa wakati tunakamilisha pale katika shule ya Benjamin Mkapa, walishukuru kwa kukumbukwa pia katika siku hii ya elimu kwa watu wenye mahitaji maalum, na kuna kipande kidogo ambacho walikuwa wamerekodi. Pengine tusikie kile ambacho wameeleza hapo.
Kwa majina naitwa Christina Leonard Cheyo ambaye ni dada mkuu wa shule ya sekondari Benjamin William Mkapa. Asanteni UTV kwa kuja katika shule yetu na tunawapa zawadi ya kuongea neno UTV kwa lugha ya alama. UTV. Shangwe. Shukrani sana. Safi kabisa. Na ndivyo ilivyokuwa. Bana, na sisi tuage hapa Mwalimu Kisanga na mtangazaji wenzangu kwa niaba ya wote wenye mahitaji maalum na hiyo shangwe, au sio bana? Shangwe, tusije tukaharibu. Heri ya siku ya elimu kwa wenye mahitaji maalum.